Simba Sports Club watakuwa wenyeji wakiwaalika Walima Zabibu kutoka huko jijini Dodoma, kwa maana Dodoma Jiji Football Club katika mchezo wa hatua ya 16 bora michuano ya kombe la TFF, huku Simba Sports Club akiwa na kumbukumbu mbovu zile ya Dodoma Jiji katika mchezo wa mwisho wa ligi kuu ya NBC Premier League ambao umeisha kwa sare ya 0-0 katika uwanja wa Jamhuri huko jijini Dodoma. Kesho ndio kesho, niko hapa na Shabel Daniel, langu jina ni Leopard John, tukaenda kuzungumza mchezo huu kinaga ubaga. Simba anakwenda kufaulu wapi, lakini Dodoma Jiji ubora wao uko sehemu gani? Shabel, ni mechi nyingine ya hatua ya 16 bora, Simba akiwa katika uwanja wa nyumbani Sheikh Abed Arusha, katika mchezo ambao Simba anaingia akiwa na kumbukumbu ya kutoka sare dhidi ya Dodoma Jiji katika mchezo wa ligi kuu ya NBC. Kwanza ni mchezo wa aina gani kwa aina yake? Ni mechi ambayo inazikutanisha timu mbili zenye falsafa mbili ya kiuchezaji tofauti. Simba ya Steven Baka ni timu ambayo mara nyingi tumezoea kicheza possession football, control game, wanajaribu control mpira kwa muda mrefu, kubuild taratibu ili waweze kutengeneza nafasi za kufunga hayo magoli. Lakini kwa upande wa Dodoma chini ya mwalimu wao Amani Josia, ni timu ambayo mara nyingi wanarely sana kwenye transition, hasa kwa washambuliaji wa mbele ambao wana kasi, kina William Edgar, wakina Kayanda kwenye center forward, lakini pia Mwana Kibuta ambaye anacheza mara nyingi kama wing midfield upande wa kulia. Lakini ni mechi ambayo pia inatukumbusha mchezo wa mwisho ambapo hizo timu mbili zilipokutana. Timu moja ilionekana zaidi inahitaji matokeo, lakini timu nyingine ilikuwa inahitaji matokeo lakini kwa namna ya kitofauti kidogo, ya kukaa nyuma ya mpira muda mwingi na kuwa second team na wachezaji wengi, na kuhakikisha kwamba mnyama Simba hapati mianya ya kutengeneza nafasi ama kuweza kuvuka mstari wao, block zile za ulinzi kirahisi. Kwa hiyo ni mechi ambayo kama tutashuhudia kile ambacho kilitokea katika mchezo wa mwisho, basi tutapata tena mechi nyingine ngumu na kuvutia kwa watu ambao ni neutral. Sawa, mechi hizi ni mechi za knockout. Pengine Simba inabidi waongeze umakini wapi, na ndio eneo ambalo mechi ya kwanza ama Josia alimzidi kete mwalimu Steve Becker. Simba afanye nini hasa kuweza kuifungua defense line ya timu ya Dodoma Jiji? Nafikiri unapocheza na timu ambazo zinazuia sana na watu wengi nyuma, the key hapa ni kuhakikisha unapata goli la mapema ili kutowafanya hawa Dodoma wasijenge confidence na wasiendelee kushikilia mbinu ambazo zinaweza zikawezesha kumaliza mchezo pasina wao kuruhusu goli. Kwa hiyo the key kwa Simba Sports Club katika mchezo wa Jumapili ni kuhakikisha kwamba at least wanawafungua Dodoma Jiji kupata goli la mapema ili kuwavurugia game plan na approach ambayo watakuwa wameingia nao. Nafikiri hicho ndio kikubwa ambacho mwalimu Steven Baka anapaswa kukifanya katika mchezo wa kesho. Sawa, tuizungumzie pia Dodoma Jiji. Ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa zina combination nzuri kuanzia nyuma, katikati mpaka kushambulia. Neno gani ambalo Dodoma Jiji wamekuwa bora zaidi, hasa katika upande wa kuwa na uhatari hata Simba pia waweze kutake care kwenye hilo eneo? Nafikiri eneo lao la uhatari zaidi ni winga yao ya kushoto na kulia, ambapo nimemtaja hapa William Edgar, ndo mfungaji bora katika kikosi chao kwenye ligi na zaidi ya magoli 5. Na ni mchezaji ambaye amekuwa akitumika kama cheat code ya mashambulizi ya Dodoma Jiji. Mara nyingi huwa ni kama vile wanamuisolate, wanamwacha katika maeneo akiwa free, katika mazingira ambayo wakishinda mipira Dodoma Jiji, wakipokonya mipira wakaishinda, wanapiga mipira mirefu, mapasi za haraka kwenda kwake kwa sababu ana kasi na ana nguvu ya kuwahadaa walinzi wa timu pinzani. Na lakini pia ukiachana nguvu na kasi alionayo, William Edgar ana jicho pia la kufunga, kama ambavyo nimekwambia ndio mfungaji bora katika kikosi chao mpaka sasa kwenye ligi kuu. Kwa hiyo ni eneo ambalo Simba wanapaswa kuwa makini, kwa sababu Dodoma sidhani kama watabadilika, watakuwa wanacheza na Simba kwenye transition. Kwa Simba wanapaswa kuwa makini kwenye rest defense, kuhakikisha kwamba wanakuwa na watu wa ziada katika mazingira ambayo watapoteza mipira ama watakuwa wanahitaji kurecover mipira ambayo imepotea either kuanzia juu ama katikati, ili kuhakikisha mlinda mlango wao Kasali ama atakuwa Hussein Abel ama defender wao kina Tule na pamoja na Rushan Deriok hawafikiwi ama kupewa bugudha kirahisi na washambuliaji hawa wa Dodoma Jiji. Simba wanaonekana kuwa na fatiki kubwa katika mchezo wa mwisho dhidi ya TRA. Pengine hii haiwezi kwenda kuwa athari kwa mchezo wao dhidi ya Dodoma Jiji, mchezo ambao utakuwa ni una bato kubwa hasa katika upande wa fiziki.
Ya athari itakuwepo, fatigue lazima iwepo, especially kama mwalimu wa Simba Steven Baka hatuamua kufanya rotation ya kikosi chake. Kama atafanya rotation basi ni katika kuipa team ile freshness ama fresh leg kwa wachezaji, kuhakikisha ufanisi pia unabaki katika kiwango ambacho kinahitajika, kwa sababu ukiangalia hizo mechi mbili za mwisho Simba ambazo wamecheza watu wengi wanaweza wakawa na walaumu akina mwalimu, kina Libasi, akina Anise Ura, lakini lazima pia wazingatie na muktadha wa mazingira ya mechi ambazo Simba wamekuwa kicheza. Hawa ni wachezaji ambao wamecheza mechi nyingi mfululizo, tena katika mazingira ambayo kikosi cha Simba ni finyu. Kwa hiyo wanalazimika kucheza mwanzo mwisho katika dakika 90 kwenye mechi nyingi back to back, tena mechi ambazo zina intensity kubwa. Kwa hiyo wanahitaji kupumzika, wanahitaji pia wachezaji wengine ambao hawapati nafasi waweze kupata nafasi kuwapumzisha wachezaji, ili ufanisi wa timu na kiwango cha timu kisishuke, standard ziendelee kuwa pale pale. Ndio maana leo hii kwenye press ya mwalimu wa Simba kuelekea mchezo huu amegusia pia urejeo wa baadhi ya nyota ambao wamekosekana katika mchezo hivi karibuni, akiwemo Inoloemba ambaye aliingia kipindi cha pili, probably katika mchezo uliopita. Huu unakwenda kucheza dhidi ya Dodoma Jiji anaweza kupata nafasi ya kuanza, lakini michezo iliyopita kama mitatu hivi amekosekana Elim Panzo ambaye amekuwa ni chachu kama super sub katika raundi hii ya pili, mzunguko wa pili katika mechi za Simba. Kwa hiyo kesho anaweza akaanza akampumzisha labda mmoja wapo kati ya Libasi Gay ama Anise Oura. Kwa hiyo kikosi cha Simba mwalimu Steven Baka anahitaji freshness katika kikosi chake ili kuhakikisha timu haikumbwi na fatigue na kuathiri ufanisi wa performance ya timu dhidi ya Dodoma ambao wao wako fresh, kwa sababu mchezo wa mwisho kwa ligi ambao walicheza ni zaidi ya wiki mbili zilizopita. Walicheza Aprili 3 dhidi ya Fountain Gate ambapo walishinda magoli 3-0. Kwa hiyo wapo fit, wapo fresh kuelekea mchezo huu kuliko Simba ambao kidogo wamecheza mechi nyingi mfululizo hapo katikati ambazo zinawafanya wachoke na kupoteza ule ufanisi wao katika game ambazo wanacheza. Sawa, your prediction hapa? Simba ataqualify. Sawa. Simba ataqualify. Hayo ni maneno ya Shabel Daniel ambaye yeye tayari ameshawapeleka klabu ya Simba kunako hatua ya robo finali. Mimi binafsi yangu naamini dakika 90 ndizo ambazo zitakwenda kuamua moja kwa moja kutoka huko jijini Arusha. Langu jina ni Leopard John, nilikuwa hapa na mchambuzi Skinara Shabel Daniel, nyuma ya kamera ni Mpuma. Hadi wakati mwingine, kwaheri.